tunaamkia mchezoni. Hata ukiangalia Azam wenyewe hawajaenda moja kwa moja Pemba, wamekomea Unguja. Wako Unguja pale wanafanya maandalizi yao Unguja, leo ndo wanakwenda Pemba. Kwa hiyo wana Simba wasiwe na wasiwasi wa aina yoyote ile. Tumezingatia yote hayo na hakuna athari ya aina yoyote ile sisi kwenda siku moja kabla ya mchezo. Wachezaji hata wametuma salamu zote. Wachezaji tumewaeleza na wenyewe wanajua ya kwamba tunatakiwa kupata ubingwa msimu huu. Na kwa aina ya wachezaji tuliokuwa nao, class tuliokuwa nao. Bwana, ipeleke pale, utampa yule mlinzi anayekagua pale, ampe meneja wa Simba. Wachezaji tuliokuwa nao wenyewe wanajua kwa status yao haipendezi kumaliza msimu na kikombe kimoja pekee. Kwa status yao wanastahili kumaliza msimu wana makombe 2, 3 mpaka 4 ambayo yote mmekuwa mmeshiriki. Kwa hiyo tumeeleza ya kwamba yes, tuna kombe la Muungano lakini halitoshi. Tuna wajibu ya kwenda kupambana tupate makombe mengi zaidi. Na in fact kombe la CRDB hatujalichukua muda mrefu. Kwa hiyo tunatakiwa kulichukua kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo. Na wachezaji wanatambua thamani yao inaongezeka na ukubwa wao unaongezeka endapo wakifanikiwa kuchukua ubingwa huu wa CRDB. Kwa hiyo kwa upande wa wachezaji wenyewe wako very okay, tayari kwa ajili ya vita. Kombe ni kazuri sana CRDB. Kombe la CRDB sio tu zuri Memo, lakini pia ndio taji kubwa zaidi katika ligi ya Tanzania, katika mpira wa Tanzania. Exactly, katika mpira wa Tanzania ni kubwa ukilinganisha na mataji mengine, na ni kubwa ukilinganisha na aina ya timu ambazo zinashiriki kwenye mataji mengine. Kombe la CRDB linashirikisha timu 97. Siku zetu tulimuuliza mratibu wa TFF Bwana Kizuguto, akasema timu 97 zimeshiriki msimu huu. Unaposema timu 97 maana yake unazungumzia timu za madaraja yote, unazungumzia timu za nchi nzima, unazungumzia timu kutoka kila pembe ya Tanzania zimeshiriki katika kombe hili, lakini hawakuwa na ubora wa kufika fainali. Ni sisi na Azam FC ndio tumefika fainali. Kwa hiyo mpaka sasa timu bora Tanzania ni Azam FC pamoja na Simba Sports Club, lakini nani atakuwa bora zaidi ni yule ambaye atapata ushindi katika mchezo wa kesho. Ukiwa mshindi, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba wewe ni bora kuliko timu zote 97 ambazo zimeshiriki kwenye kombe la shirikisho, lakini vile vile wewe ni bora kuliko timu zote za Tanzania. Ni tofauti na kombe la ligi ambalo linashiriki timu 16 pekee. Maana yake ukiwa bingwa wewe ni bingwa wa timu 16, ambapo ndani yake kwenye 16 humo kuna Pamba, kuna Dodoma Jiji, kuna Singida ambao hiyo ni timu moja. Kwa hiyo ni timu moja ambao ni, kwa hiyo ukitoa kwenye 16 ukimtoa mnyama ambaye ni independent unabaki timu 15. Kwenye timu 15 toa Singida, toa Pamba na Dodoma Jiji anaingia na kutoka, maana yake umebaki kuwa na timu ngapi? Timu 12 pekee. Ujue hesabu Memo. Timu kwa ni bingwa wa timu 12. Sijui umeelewa Kwa unaweza ukapima hiyo weight ukaona kuna utofauti mkubwa. Lakini kama haitoshi, hili ni kombe linalosimamiwa na shirikisho la soka nchini Tanzania. Yaani shirikisho hili ni kombe la Wallace Karia mwenyewe. TFF. Yeah. President. Kombe la CRDB ni kombe la Wallace Karia mwenyewe. Ni kombe lake yeye mwenyewe. Limetoka nyumbani kwake yeye mwenyewe kabla ya kwenda visiwani Pemba. Ni kombe analolimiliki yeye mwenyewe. Ni kombe la rais wa TFF mwenyewe, yani la kwake yeye mwenyewe, lina saini yake.
Kombe la ligi kuu ni la ligi kuu la Boimanda la ligi sijui tuko sawa sawa hapo. Nataka tu muelewe ukubwa na thamani ya kombe la shirikisho. Nataka muelewe uzito wa kombe la CRDB. Ni kombe zito, na ndio maana sisi tumeweka nguvu kubwa na akili kubwa kwenda kulipambania kombe hili, na tunaamini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kwa maandalizi tuliyoyafanya na kwa ubora tuliokuwa nao, kombe la CRDB linakuja unyamani mwaka huu. Kwa maelezo yao semaji, ikitokea mkafanikiwa kulipata, tafsiri yake haitakuwa kinyonge kwa maana ya kulisherehekea sasa. Tutaangalia tunafanyaje. Tunaweza tukaamua tusherekee ama tusisherekee. Yes, sisi kwa mawili sasa ujue. Kuna watu wanasherekeaga birthday, kuna wengine birthday yake mpaka akumbushwe. Ni namna ambavyo wewe unalichukulia jambo. Kwa hiyo tutaamua tusherekee au tuchukue zetu bingwa turudi Dar es Salaam hapa, kila mtu aendelee na mipango yake. Tukiamua tusherekee tutasherekea. Tutasherekea kikubwa zaidi. Tutasherekea kulingana na hadhi ya Simba Sports Club, na tutasherekea kulingana na ukubwa wa kombe lenyewe, na itakuwa ni parade standard, sio mchaka. Kuna mchaka na parade. Itakuwa ni parade standard ambalo lina hadhi ya nyota 5. Taona. Leteni maswali. Mashabiki wengine leteni maswali. Sawa, maswali ni haya, semaji. Kuna baadhi ya mashabiki wamesema kule ni mbali bwana, mambo sijui nini, watashindwa kufika. Pengine unaweza ukawaambia lolote, kwa sababu watakosa nafasi ya kwenda kule. Kwanza tumeumia pakubwa sisi kama Simba Sports Club. Wapo mashabiki wetu wengi wameshindwa kusafiri kwenda Pemba, na lazima tukubali ukweli. Pemba ni mbali, umbali kwa maana ya huo umbali, lakini vile mazingira ya Pemba ni magumu kweli. Sehemu kubwa ya wanaosafiri kwenda Pemba wanajua changamoto yake ya kwenda kule. Kwa hiyo sio sehemu inafikika, lakini sio rahisi. Yani you need to struggle ili uweze kufika Pemba. Either uondoke na mwewe ama uondoke na boti, na boti ina sehemu ukifika hiyo lazima ubongo uchanganyikane.